Sasa nisomee kwenye simu yako, tafuta Warumi 13. Itasoma kama ilivyoandikwa. Kila mtu hana budi kutii serikali iliyotawala, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na serikali zote zilizopo zimewekwa na Mungu. Kwa hiyo anayepinga mamlaka iliyotawala ama anapinga chombo kinachowekwa na Mungu, na watu waasi watajiletea hukumu. Kwa maana watawala hawatishi watu wanaotenda mema, bali wale wanaotenda maovu. Mbona nisitize hapa? Endelea. Kwa maana watawala hawatishi watu wanaotenda mema, bali wale wanaotenda maovu. Kama hupendi kuishi kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, basi tenda mema naye atakusifu. Niendelee. Maana mwenye mamlaka ni mtumishi wa Mungu kwa manufaa yako. Lakini kama ukitenda maovu, bali ogopa, kwa maana hatembei na silaha bure. Yeye mtumishi wa Mungu anayetekeleza adhabu ya Mungu juu ya matendo ya maovu. Kwa hiyo ni lazima kutii wenye mamlaka, na si kwa sababu ya kuogopa adhabu tu, bali pia kwa ajili ya dhamiri. Hapa tumekaa vyama vyote, CCM, Chadema, Kafu, ACT, NLD, Chauma, Chausta, viongozi wa dini, wa kimila, waandishi, vyombo vya usalama. Kwa nini? Kwa sababu nchi hii ina amani. Kuna nchi hazikai hivi, muda huu haupo. Lakini kwa kuwa nchi hii ina amani, na ndio maana mnakuta kila watu wana uhuru wa kusema wanachotaka, na wengine wanaenda mbali wanatukana kwa sababu ya uhuru ambao upo, kwamba nchi, katiba inasema watu wana uhuru wa kufanya nini? Wa kujieleza. Sasa ule uhuru umevuka mipaka. Nitatoa mifano hapa. Kuna watu nyinyi mnawajua na mnawasikia, na vyama vya siasa mnajua, mtu anashindwa kutamka jina la Mheshimiwa Rais, anasema huyo mama. Mwambieni mama fulani. Ni utovu wa nidhamu wa hali ya juu, sio heshima kwa mamlaka. Lakini tukumbuke Mwalimu Nyerere alikataa udini, ukabila na ukanda, usiwagawe watu kwa namna yoyote ile. Ila kuna watu wanasema huko visiwani Mzanzibari, maneno ya kukera, ya kukejeri, ya udhalilishaji, lakini huyu anayetukana huwa hajibu, yupo kimya, hasemi. Maana yake ni nini? Amani, uhuru sasa unatumika vibaya mpaka kutaka kuharibu taifa. Na ukisikiliza watu wanaokemea, huoni wakikemea hizi kauli. Hawasemi hapana, hapa viongozi tunadhani mmevuka mipaka, hili sisi tunasema likemeni. Hawakemei, lakini wataungana kwenye mambo mengine ya kuchochea badala ya kukemea, kitu ambacho sio sawa. Viongozi wa dini tupo zote, wazee wa kimila tupo zote. Mimi sijawahi kuona ameibuka mtu akasema huyu, hizi kauli anazozungumza ni mbaya, huwezi kumuita rais hivi, tuache hili, sio la kiungwana. Hakuna anayekemea. Kila mtu akisimama, serikali ifanye hivi, serikali ifanye hivi, lakini inasahau kuna watu wanaodhalilisha serikali, wanaodhalilisha viongozi wakuu wa nchi, wanaodhalilisha na kutweza mamlaka. Hii elimu nayo viongozi wa dini tusaidie. Wanasema hakuna haki bila wajibu, na ili tutende mema na haki lazima watu wote tuwatendee sawa. Kwa hiyo naomba viongozi wa vyama vya siasa, mikutano yenu inakaribishwa kwenye mkoa wetu, lakini fuateni sheria, kanuni na taratibu zilizopo ili tusiingie huko. Kwa ni imani yangu viongozi wa vyama vyote, Kafu, ACT, Chadema, mnaofanya mkutano kesho, lugha basi hata viongozi wa dini wawasikilize kesho, waone mnaongea lugha za uzalendo za kujenga nchi hii. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.